Sana TV. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa sanadina wa shafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwa Allah ayuhal mu'minun, naihusia nafsi yangu na kuzihusia nafsi zenu kumcha Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuko leo hii katika mwezi mtukufu wa Muharram, mwezi ambao ndio mwanzo wa Uislamu. Mwaka wa Kiislamu unaanzia leo katika mwezi huu. Huu ni mwezi wa kwanza wa Kiislamu, na pengine wengi wetu hilo hatulijui wala hatulizingatii, lakini ni jambo muhimu sana kwetu sisi kulijua hilo na kulizingatia na kulifanyia kazi, kwa sababu umma wowote ni yale mambo yao. Innamal umamu, hakika nyuma zozote zilizomo katika dunia, akhlaquhum, ni zile tabia zao njema. Muda wa kuwa tabia zao njema wanaendelea nazo. Wa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu, na ikiwa wao tabia zao hizo njema zimeondoka, basi na wao hawapo. Mwaka wa Kiislamu, kama umma wa Kiislamu jinsi ulivyo, umma wowote una kalenda yake. Sisi Waislamu tulioko katika dunia hii, mabilioni ya watu, sisi ni watu ambao tuna kalenda yetu, na hivi sasa tuko katika mwezi wa kwanza ambao mwezi huo waitwa Muharram. Mwezi wa pili unaitwa Safar, mwezi wa tatu unaitwa Rabiul Awwal, mwezi wa nne unaitwa Rabiul Thani, mwezi wa tano unaitwa Jumada al-Ula. Rabiul Awwal mwezi wa tatu, Rabiul Thani ni mwezi wa nne, Jumada al-Ula mwezi wa tano, Jumada Thania mwezi wa sita, Rajab ni mwezi wa saba, Shaaban ni mwezi wa nane, Ramadhan ni mwezi wa tisa, Shawwal ni mwezi wa 10, Dhulqaada ni mwezi wa 11, Dhulhijja ni mwezi wa 12. Na hivi sasa tumeumaliza kwa kumaliza watu kutoka hija. Baada ya Dhulhijja kuisha, tumeingia mwezi wa Muharram ambao ni mwaka mpya. Sasa mwaka huu mpya si kwa ajili ya kuhesabu tarehe, bali ni kwa ajili ya kuangalia wewe mwaka uliopita umeufanyia kazi gani, na mwaka huu umeufanyia nini. Yasalunaka anil ahilla, wala kuuliza
juu ya habari ya hii miezi, kul hiya mawaqitu linnasi walhajj, waambie hizo nyakati za watu kuweza kupambanana, kupanga mambo yao na kupanga ibada zao, na ni wakati wa wao kuweza kujua hija imeingia ama haijaingia, na wao kwenda kutekeleza hiyo ibada. Katika kalenda hii ya Kiislamu kuna mengi ya kuyaangalia. Kwanza ujue kwamba ndio kalenda yako sahihi ambayo Mungu kakuchagulia, ambayo kalenda hii imeanza kutumika mwaka wa 17 Hijiria. Ilipofika katika zama za Umar, wakatokea kwamba watu wanaandikiana barua na mikataba kwamba deni hili ama jambo hili litalipwa labda mwezi wa Shaabani. Sasa ikifika ile Shaabani, mtu anashindwa kujua ni Shaabani iliyopita ama Shaabani ijayo ama hii iliyopo. Muda wako umepita au bado? Maulama Umar na wale ahlul rai wal mashura wakamuomba khalifa, kiongozi mkuu, amirul mu'minina, akamtaka aweke kalenda ambao wataelewa mambo yao na kuzipanga siku zao sawa sawa. Ndipo walipoangalia wakakuta tayari kuna nyuma nyingine zina kalenda zao. Wachina wana kalenda yao, Wafursi wana kalenda yao, Waroma wana kalenda yao. Wakaona tabu sana kufata kalenda zile, japo kwamba leo sisi ndizo tunazozitumia. Tutafataje watu ambao tuamini la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, tufate kalenda ya Waroma ambao wanasema utatu wa Mungu, wakajisikia vibaya? Tutatumiaje kalenda ya Fursi ambao wanaabudu moto? Wakaona hapana, haiwezekani. Tufate ya Wachina, wakasema hapana. Wakasema tuanzishe kalenda yetu na tuanze kuhesabu miaka yetu kwa matukio ya dini yetu. Ndipo pale walipoanza kuangalia waanzishe kalenda hii kwa tarehe gani, yaani kwa tukio gani. Yakopo matukio kama matatu ambayo yalikuwa yamechuana katika kuamua kwamba ipi iwe kalenda ya Kiislamu. Wakaangalia kuzaliwa kwa mtume, wakaangalia kupewa utume mtume, na katika matukio makubwa ni kifo cha mtume. Baada ya kufa mtume, ikawa dunia nzima na hata sera za Waislamu zilitetereka na kukaanzisha mfumo mpya wa kuongoza umma. Wakaona yote hayo hayako sawa sana, kama vile kuanza kuhesabu kalenda ya Kiislamu kwa tukio la Mtume Muhammad kuhama kutoka Makka kwenda Madina, na akawa na dola yake ya Kiislamu ambapo sasa si mgeni tena, bali ni mkazi na anaendesha mambo yake pale. Masahaba wakakubaliana kuchagua hijra, kuhama kwa mtume ndio aanze kuhesabia pale. Sasa hapo ilikuwa tayari miaka 17 ishapita tangu mtume ahame. Miaka 10 ya mtume mwenyewe akiwepo na mingine uongozi wa Abubakar na nyingine uongozi wa Omar. Wakakubaliana hivyo kwamba hapo ndio tuanze kuhesabia kalenda yetu, ikawa imeitwa kalenda Hijiria. Kwa hiyo wewe Muislamu itambue kalenda yako na ujipange, kwa sababu watu ni mambo yao. Kila umma una lugha yake, una tabia zake, una matukio yake. Lau kama utarejea, Mungu akakujalia ni ndio mtu mwenye kurejea, utakuta matukio yote yaliyotokea katika Uislamu, hata kama utataka kwenye internet, utakuta matukio yaliyofanyika mwezi wa Muharram ya Kiislamu.
Ukija matukio yaliyotokea katika mwezi wa Ramadhani ya Kiislamu, utavikuta vita vya Badri vimetokea tarehe 17 Ramadhani. Kwa hiyo tuko katika mwaka wetu tumeanza, hapa ni mahali pa kujipima yale matukio yaliyotokea katika kalenda ya Kiislamu. Je, sisi tuishi nayo? Je, ndivyo tulivyo? Kubwa utakalioliona katika kalenda ya Kiislamu na mambo yaliyojiri katika kipindi hicho, utakuta matukio mengi ambayo watu wanaishi kwa ajili ya kuiamini akhera na kuipa mgongo dunia. Maswahaba na watu wema waliopita waliishi kwa kuiamini kwamba kuna siku ya Kiyama ambayo itakuja. Siku hiyo ikifika, haya yote tuliyoyatenda ndiyo wakati wetu wa kuyachuma na kupewa malipo. Je, sisi katika maisha yetu, watu wa sasa, na tunaingia mwaka mpya, je, mwaka uliopita kwa kiasi gani ulikuwa ni mwaka wa kuifanyia kazi akhera kuliko ulivyoifanyia kazi dunia? Lau kama utajiangalia, utajikuta karibia mwaka wote uliopita wewe juhudi yako ilikuwa ni hii dunia. Akhera haina fungu katika siku zote 360 na uchache zilizopita ambazo umeziishi katika mwaka uliopita. Sasa kuingia kwa mwaka mpya iwe ni sababu ya kujisega na kujifunga kibwebwe, ili uhakikishe kwamba mwaka huu sasa kila ukifanyacho iwe umeikusudia akhera. Wenzetu waliotangulia katika kuangalia kwamba kila kitu wanakifanya kwa ajili ya kulipwa akhera. Litokea mcha Mungu mmoja, mwenzake ndugu yake aliumwa na alimu kama yeye wa daraja yake, akakaa zaidi ya siku 30 hajaenda kumtembelea. Wenzake wakamuuliza, mbona hujaenda kumtembelea mwenzako? Akasema, sijaenda kwa sababu nia haijasihi. Nia ya vipi? Anasema, kila nikitaka kwenda kumtembelea naona nia inayotangulia moyoni mwangu sio ile ya kuitaka akhera, ni nia ya kidunia. Kwa mfano, kwenda kumwangalia mgonjwa ili watu waseme, kenda kumwona bwana, alienda kumwona, ndio alikwenda kumwona. Kwa hiyo wewe hukwenda pale kwa sababu ya kulipwa akhera, umekwenda kumwona yule mgonjwa kwa sababu ya malipo na faida za kidunia. Akasema nia ya kwenda kumwona mgonjwa bado haijaswihi kwangu, mpaka iwe kumwona kwangu mgonjwa malipo yake ni yale ya akhera. Je, sisi masiku yetu tuliokuwa nayo na mambo yetu tuyatendayo mwaka uliopita, kwa kiasi gani tulikuwa tunakusudia yote tuyatendayo kwa ajili ya akhera? Mwenyezi Mungu anaeleza sababu za watu kuingia motoni. Anasema Mwenyezi Mungu kwamba amewaingiza baadhi ya watu motoni kwa sababu tu, dhalika biannahum mustahabbu alhayata ad-dunya ala al-akhirah. Sababu ya kuingiza motoni kwa sababu wao wameyapenda zaidi maisha ya dunia kuliko ya akhera. Wa anna Allah la yahdi al-qawma al-kafirin, na kwamba Mwenyezi Mungu hawaongozi watu waliokufuru. Kwa maana hii Mungu asemaje? Kule kwako wewe kila ukifanyacho unaangalia faida ya dunia badala ya kuangalia faida ya akhera, hiyo ni sifa ya kikafiri. Sasa umeingia mwaka mpya, toka katika mwaka mpya na mwezi wa kwanza, basi tujitahidi sisi Waislamu, sisi ambao leo bado tuko katika uhai, kutia nia
na kutafuta ufundi wa kila ukifanyacho iwe kwa ajili ya akhera. Hata kama mkusalimiana na mtu, utie nia kwa kusalimiana huko ulipo akhera. Hata kama ni kutoa sadaka, sadaka ile umetoa kwa ajili ya kukusudia akhera. Tukifanya hivyo, tutakuwa tumetia nia nzuri ya kuanza nao mwaka huu, la sivyo sisi tutakuwa tumepotea. Wallahu tabaraka wa taala yaqul wa biqawlihi yahtadi almuhtadun wa idha quri'a alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dhalika biannahum istahabbu alhayata ad-dunya ala al-akhirah wa anna Allah la yahdi al-qawma al-kafirin. Barakallahu li wa lakum bil-Qur'ani al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikri al-hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah hamdan kathiran kama amar wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa sanadina wa shafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum wa nafsi bi taqwallah ayuhal mu'minun, na kuhusieni nyinyi na kuhusia nafsi kumcha Mwenyezi Mungu wenu mlioamini. Hili jambo ni kubwa sana, kwa sababu sisi tutakuja simamishwa mbele ya Mungu na tuulizwe maswali mengi, na yaangaliwe ni yapi tuliyotenda. Hakuna hata mmoja wetu ila atasimamishwa mbele ya Mungu. Kwa hiyo tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie tuzindukane katika usingizi huu kabla roho hazijatutoka. Walioko makaburini wanatamani wangepewa nafasi watekeleze yote mazuri haya tunayoyatenda. Ndugu zangu, niliunganishe tukio hili la mwaka mpya ambalo tayari lenyewe limeunganika na tukio la mahujaji kurudi zao majumbani. Hivi sasa karibia wote, karibia katika kila nchi, hasa katika ulimwengu huu ambao usafiri ni wa ndege, wengi wa wote waliohiji wamerudi nyumbani, wamerudi majumbani kwao. Mahujaji wetu wa Tanzania tuko nao hapa, na wa nchi nyingine nao wako wamefika makwao. Kwanza kwa yule ambaye hajahiji na uwezo aliokuwa nao, namwomba atie nia ya hija mapema na kusudie kuhiji mwaka huu, kwa sababu umri wama tankadhi al-ayyamu wal umru yanfadi, masiku hayakatiki ila na umri nao unaisha. Na pengine kwa wewe ambao una uwezo ambao mwaka huu kuhiji, hebu jiangalie, una uhakika wakamba hija ijayo itakukuta huja hiji, na sasa mwaka mwingine umetokeza. Je, utakufikia ukiwa bado uko hai? Ukienda kwa Mungu kabla huja hiji, hali ya kuwa uwezo uliokuwa nao, basi ujue wewe umekwenda ukiwa umeipunguza nguzo nzima ya Uislamu ambayo ilitakiwa uitimize, alafu hujatimiza. Na hapa tuwahamasishe vijana wahiji mno. Katika nchi za wenzetu vijana wadogo ndio wanahiji zaidi kuliko wazee. Wetu wanahiji waliostaafu. Kijana, naomba nikueleze katika moja ya faida ambazo zimeandikwa katika vitabu ni kwamba kila ukikarihini sana hija na umra, Mungu atakupa utajiri na atakupa uwezo mpana katika hii dunia. Bali watu wamezoea. Nimemuuliza alhaji mmoja juu ya hija yake, anasema nilikuwa nina biashara ndogo sana isiyopanuka, lakini nilipohiji
Niliporudi ikapanuka zaidi. Nilipohiji hija ya pili ikaongezeka zaidi. Nilipohiji hija ya tatu ndio hivi sasa unavyoniona. Kwa hiyo hija na umra zinafukuza unafiki na zinafukuza ufakiri kama vile moto unavyoondoa kutu katika chuma. Kwa hiyo naomba turudi katika hija. Lakini mahujaji mmerudi na nini? Mmerudi na ile tabia ya Mtume Ibrahim ya kuipenda akhira zaidi kuliko dunia. Mahujaji mmerudi mkiwa na mapenzi makubwa ya Mungu kuliko vile mnavyokipenda chochote, kuliko mnavyowapenda watoto wenu, kwa sababu mkiwa hija mmezungumza katika kiwanja na mmehuisha matendo ya Mtume Ibrahim, ambayo kielelezo chake ni Mtume Ibrahim na ukoo wake kumpenda Mungu na kuipenda akhira kuliko anavyopenda kingine chochote. Hata pale alipoamrishwa mchinje mwanao alikubali, na amri zote zile zilikuwa ni kipimo cha kuonekana, je, huyu mja Ibrahim ana mapenzi ya Mungu, au baada ya kupata mke aliyemzalia mtoto anampenda zaidi kuliko Mungu. Akamwambia mchukue mwanao na mkeo kamtupe katika ardhi isiyokuwa na chochote. Je, ndicho mlichorudi nacho? Na pale mtoto alipokuwa sasa, falamma balagha maahu saya, yule mtoto alipokuwa kwamba sasa anaweza kwenda naye safari zake. Je, baada ya kufikia umri huo mtoto kapendeza, umri kama miaka 10, anapendeza kweli, na hali ya kuwa baba mtu ana umri zaidi ya miaka 100 labda na 10, na ndiye mtoto wake wa kwanza. Mungu akampa mtihani, akamwambia, ya bunayya, ewe mwanangu, inni ara fil manami, mimi naona usingizini, anni adhbahuka, kwamba mimi ninakuchinja, fandhur madha tara, hebu niambie unaona nifanyeje juu ya hiki ninachokiona. Na ndoto za mitume si ndoto kama za watu wa kawaida, ni amri. Angalieni mtihani mkubwa aliopewa mtoto. Akakubali akasema, ya abati, ewe baba yangu, ifal ma tu'mar, tekeleza uliloamrishwa na Mungu. Mtoto akubali kuchinja. Mahujaji, mmechota hiyo tabia, njoni muambukizeni wenzenu ambao hawakwenda, na wao wajikute wanampenda Mungu kuliko wanavyopenda chochote walichokuwa nacho. Haamini mmoja wenu mpaka Mungu na mtume wake wawe ni wenye kupendwa sana na yeye mwenyewe kuliko anavyokipenda kingine chochote. Waumini tulioko hapa msikitini tumefikia daraja hiyo ya kumpenda Mungu kuliko tunavyowapenda watoto wetu. Nilipokuwa niko Maka, waandishi wa habari wa Tanzania waliniuliza niwajibu, unasemaje katika huku kuchinja, ibada ya kuchinja? Na nina tabia ya kujaribu kutia upya katika maneno yangu. Mungu akaniwafikisha, akanituma, akanipa ilhamu niseme tuko katika siku ya kuchinja, na ni ujumbe wenu ni Waislamu, hasa wale ambao wanailaumu BAKWATA kwamba au viongozi wa dini. Kuna wimbi tuliokuwa nalo la kuwalaumu viongozi wa dini, mashekhe bwana, makosa ya mashekhe bwana, hao wanatupoteza hao. Je, wewe katika watoto wako uliokuwa nao umemchagua basi mmoja awe shekhe mzuri na ukamgharamia kama unavyomgharamia kizungu ili aje awe ni shekhe wa kunusuru Uislamu? Umeshindwa
kumchinja mwanao, wala hujapewa amri ya kumchinja mwanao, lakini ile kumfanya tu awe msomi wa dini, tena mchague yule mwenye akili kubwa zaidi, umwelekeze mwenye tabia nzuri zaidi, aisome dini ya Mungu, iwe huko ndio kumchinja mwanao. Na wewe tuache kuishia kwenye kuwachinja kondoo na mbuzi, watoto wa mama mbuzi na watoto wa mama kondoo, alafu wako tusi wenyewe wala hatuwagusi. Wale waandishi wa habari mwambie hivyo, wakaona wamepata jibu sahihi. Na aache Muislamu yoyote katika nchi ya Tanzania kusema maneno ya hovyo dhidi ya mashehe na dhidi ya chombo chao kinachowaongoza bila kuwa na kibali. Na kibali ambacho tunataka ukipate wewe ni wewe kumchagua mwanao mwenye akili sana, mwenye tabia njema sana, awe mtaalamu wa dini. Ukishafanya hivyo sasa tulaumu. Lakini kama kila mtoto ukimpata unasema huyu unaona akisoma dini utampunguzia maisha yake ya dunia, wewe ni katika wale ambao wanaipenda dunia zaidi kuliko akhera. Lakini ukisema huyu namtoa kwa ajili ya Mungu, aisome dini ya Mungu, aielewe, wewe ndio utakuwa umechangia Uislamu. Baraza Kuu la Uislamu Tanzania BAKWATA halimtengenezi mtu, bali linapokea mtu aliyetengenezwa na Muislamu mmoja mmoja. Wewe mimi nilipotaka kujiunga na baraza nilikuja na CV zangu na vyeti vyangu ambavyo BAKWATA sio waliomtengeneza. Ina maana baba yangu ndio alichochangia katika Uislamu vile alivyoniandaa mimi. Wewe umemwandaa nani kwa ajili ya Uislamu? Hili ni jambo muhimu sana. Kwa hiyo kila mmoja kwa munasaba huu wa watu kutoka hija ajiangalie, kwa sababu Mungu anasema am hasibtum an tadkhulul janna, au mmedhania kwamba mtaingia peponi kiubwete, yani basi tu uende peponi. Walamma yatikum mathalul ladhina khalau min qablikum, mpaka yaijie mifano majanga na mambo yaliyopata walikuwepo kabla yenu. Moja wapo ni hili la kumchinja mwanao. Una mwanao yoyote ambaye umemtoa kwa ajili ya Mungu? Hakuna hata mmoja. Akiwa na akili sana huyo atakuwa daktari, akiwa na akili sana huyo atakuwa msha ndege, akiwa na akili sana. Alafu kutoka hapo mashehe wanatupoteza. Uliandaa nini wewe kwa ajili ya fani hii ya ushehe na kwa ajili ya fani hii ya dini ya Mungu ambayo itakutengenezea maisha mema huko endako? Kwa hiyo tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mahujaji wetu wao wamechukua zile tabia njema za Nabiiullah Ibrahim, na waje watuambukize na sisi tuwe tayari na yote katika hayo. Ni yale ambayo Mwenyezi Mungu amesema kwamba tuifadhilishe sana zaidi akhira kuliko tunavyoipa kipaumbele dunia. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamrisha katika Qur'ani kwamba tumswalie mtume wetu Muhammad, akasema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من الخيرات في الحياة وبعد الممات. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وارض اللهم عن باقي الصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في كل مكان. اللهم آت نفوسنا تقواها. Mungu naomba
hizi nafsi zetu zipo uchaji wake. Wazakiha, na kila mmoja mtakashe. Katika haya tuliyatoa mawaidha ya leo na hutuba ya leo, kuna nongo ziko katika vifua vyetu, na naomba uzitakashe, uziondoe nongo hizo. Wazakiha fa innaka khairu man zakaha, zitakashe nyoyo zetu, wewe ndio mbora kuweza kutakasha nyoyo. Wa innaka waliha wa maulaha, na wewe ndio mpenzi wa nyoyo hizi na mlezi wake. Mungu naomba usituache. Khudh bi aidina, tushike mkono. Inna adhabaka kana gharama, adhabu yako ni kali sana, sisi hatutauweza moto wa jahannam. Naomba kwa dua hii tuongoze. Allahumma idha karata ala dunya bidunyahum, Mungu pale utakapowasteresha watu wa kidunia wakajiona wameifaidi dunia yao, fakri la yunana bimahabbatika wa ibadatika, na kwamba Mwenyezi Mungu sisi na sisi utupe starehe ya mapenzi yako na ibada yako ya rabbal alamin. Ijal kula minna dhakara laka, mfanye kila mmoja wetu mwingi wa kukutaja, kukudhukuru. Shakara laka, mwingi wa kushukuru. Litua laka, mwingi wa kutii. Mukhbitan ilaika, aliyejitupa kwako moja kwa moja. Awaha muniba, aliyerejea ukweli wa kurejea kwako. Yeye sasa ni mtumwa wako, wala hamilikiwi na mwingine yoyote ila wewe, ya akramal akramin, ambaye anaona haya kufanya madhambi baada ya Mungu kumruzuku kuyasikia maneno haya. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. واذكروا الله العظيم الجليل الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. واقم الصلاة.